Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji, kumbuka nitazama KBC Channel 1. Kumbuka tumepiga mbizi na makafi na kupiga safari hii katika shule moja maarufu katika kaunti ya Nairobi. Na hapa ndipo tumetua ndege baada ya kuingia mwendo wa alfajiri. Tumetua katika uwanja wa Upper Hill. Upper Hill. Upper Hill. Sikia sauti kubwa zaidi mpenzi mtazamaji ya kumtoa nyoka pangoni na kumleta ulingoni. Hapa jukwani tayari kusikiliza sauti ya mabwana wadogo hawa, ukipenda waite wavuli, ukipenda ni mabwana wadogo ambao bila shaka wapo tayari kukupatia show iliyokwenda shule. Itakuwa ni siku ya ndovu kumla mwanawe, siku ni ya kukata na shoka, ndio siku ambayo ametuandalia Mwenyezi Mungu. Kumbuka tupo katika kaunti ya Nairobi, siku nyingine ya Jumapili, kusikiliza wanatuambia namna gani vipaji vimekuzwa namna gani. Kumbuka kukualika kwenye kipindi si mwingine, jina langu ni Double M Mathias Momanyi. Hii ni Sanaa ya Kiswahili. Tufuatilie katika mtandao wetu www.kbc.co.ke. Alafu unaweza kutufuatilia kwenye YouTube channel KBC Channel 1. Mambo yanakwenda sambamba. Kumbuka Sanaa ya Kiswahili ni show ambayo inakuja kwako kwa misingi ya kukuza vipaji, na mchakato mzima angalau ni wa kuhakikisha kwamba talanta zinalipa. Riziki ni mafungu 7, riziki hii ipo mikononi mwao. Hapo mtazamaji, usiondoke. Jina langu ni Mathias Momanyi. Ilivyo kama ada na desturi mpenzi mtazamaji, lazima show kama hii tunapata majaji wa kutathmini. Kazi kubwa zaidi ni wao kuhakikisha kwamba kila mmoja anapopiga hatua lazima tusikilize maoni yao. Tunaenda moja kwa moja kwake Jaji Bartholomew Kikechi ambaye ni kocha wa raga nchini Kenya. Safi, nashukuru sana Mathias Momanyi. Ni siku nyingine tena ambapo tunakutana katika kipindi hiki cha Sanaa ya Kiswahili, tukiwa leo katika eneo bunge hili la Kibra, yani katika kaunti ndogo ya Kibra, shule hii ya Upper Hill. Tunakumbuka kwamba pia mbunge wa eneo hili ni Bwana Orero, yani aliyekuwa mwalimu mkuu wa shule hii kwa miaka mingi kabla ya kuhamia shule ama Kugura hadi katika shule ya Dagoretti. Kwa sasa ni mwalimu hukumu ambaye kwa hakika ametupokea kwa mikono miwili akitikiana na mwalimu Sifuna. Mimi ni mmoja wa majaji yani ambaye nitaweza kutathmini kazi ya wanafunzi namna watakavyobabadua katika kitengo cha mshabongo, kitengo vile vile cha fasihi na bunge la mwanafunzi. Jina langu ni Kikechi Kombo, mwandishi wa vitabu vya Kiswahili na vile vile ni mhadhiri katika chuo cha walimu. Na wingi wa matumaini kwamba wanafunzi watashiriki vizuri hadi kufikia mwisho wa kipindi ili sote tuweze kuwa tumeburudika na kuelimika. Wama usema mgala muwe na haki mpe. Nashukuru bingwa. Bwana, ndio baada ya kusikiliza sauti ya Jaji Kombo, kumbuka pia sauti ya binti haikosi. Ndio sababu siku zote ndege anapotoa mlio wake wanadamu ukubali. Tusikilize sauti ya mwalimu wetu binti ambaye ni jaji. Amini usiamini mtazamaji, jina langu ni mwalimu Philomena, nikiwa hapa kama jaji nikiwakilisha shule ya upili ya Upper Hill, ambapo mwalimu mkuu Bwana Morris Okumu anashikilia sana ukuzaji wa talanta kwa wanafunzi. Hujambo na karibu sana, tuandamane hadi mwisho wa kipindi. Shukran. Asante sana, tupigie makofi jaji wetu. Siku zote Mswahili anakuambia acha kazi upate ugumu na kazi kupata kazi. Ukitaka kujua kwamba jamaa kuna ugumu wa maisha ama urefu wa safari, hebu jaribu kula nauli, ndio utatambua urefu wa safari. Sina budi kukualika mpenzi mtazamaji kwenye sehemu yako ya kwanza. Kumbuka katika Sanaa ya Kiswahili tuna bonge la vipaji, tuna nyimbo, tuna mashairi, kuna densi, halafu pia kuna chemsha bongo. Kumbuka hapa tutakuwa tunasikiliza mengi kutoka kwa wanafunzi. Kwanza kabisa nakukaribisha mtazamaji tusikilize kutoka kwao hapa wimbo wa taifa na wimbo wa Afrika Mashariki. Upper Hill, jukwaa ni lenu. Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na udugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Mungu twaomba uilinde jumuiya
Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Asante sana mpenzi mtazamaji, nilikwambia hapa ndipo wanapiga kofi moja manundu 7,000, wanakuonesha namna kipaji kinavyolipa, na hapa ndipo sauti zinatisha zaidi kwa maana zinatoa nyoka pangoni na kumleta jukwani. Tuingia kwenye sehemu ya kipaji mtazamaji, na kama ada na desturi tusikilize kutoka kwao wana kitu gani. Naambiwa kuna ushairi. Kwenye mashairi vina vinalandana kisha vinapatana, vinavyokutana wanatunga jambo, jambo linakuwa umbo linakuwa na nini? Na tungo. Upper Hill, sakafu ni yenu, tupate ushairi. KBC hawa hapa hili wamefika, sifa zao tunawapa, hino chaneli tajika. Ndugu walo marapa mataji watajitwika, KBC nambari 1 kote nchini Kenya. Tangu jadi twatamani mje kututembelea, kwetu sisi vinathamani vipindi vyenu hulea. Nyi hung'ara gizani na bahari ni kuelea, KBC nambari 1 kote nchini Kenya. Hongera kwa Mola wangu kwa pumzi kunipea, na pia walimu wangu nafasi wamenipea. Na wapenda ndugu zangu mnafanya na pepea, KBC nambari 1 kote nchini Kenya. Mitaala ya njiani, ndoto iliyojaa nuru, maarifa safarini, si vitabu, si hadithi. Halali kuchunguzani, bali akili kuliza. CBC ya mashinani, bara na ugaibuni. CBC tusafirini, mitaala ndo safari. Ubunifu kwa msomi, unatengeneza ndoto. Tunachora, tunabuni, kila mja anang'aa. CBC ya mashinani, bara na ugaibuni. Umoja ndio msingi, toka kwa kila kabila. Mshikamano wa wingi, pamoja utufundisha. CBC inaleta mengi, tuna nguvu ya ajabu. CBC ya mashinani, bara na ugaibuni. Hatua ya tamthili, si hofu ya alama tu. Tunajifunza ya kweli, sahihi nayo kinyume. Umonisia na bali, ubora iwe dunia. CBC ya mashinani, bara na ugaibuni. Kufikiria kwa kina yetu katika maneno, urahisi onekana, kuuliza na kuchambua. Kila hoja na pimana, tunasahisha njia. CBC ya mashinani, bara na ugaibuni. Bendera wa Manamaru, bendera motwango tamba mokchai, bendera mane wanyoko maina, bendera maomorgo oklamu nyaka Mandera, bendera mara to her, bendera maber maler majitende pako nyaka Nelson Mandela, bendera mawarito kaka Mama Mulio, kaka jomoko rito kombe kaka Arsenal, bendera wa bendera wa ya Modonyo Eskudi, bendera wa Mwasongo Estende, bendera wa Murkaka Aluru Eregiote, wabo pako to wabo sungo bendera wa hivi, bendera wa Mara to Achelkende, mawabiro hera to Asmonya Nyakani, bendera wa Mara Kenya, bendera wa Useket,
bendera wa uloko gijik, gibrash matek urud, bendera wa urudu, ulun, uyech, miukelo na wichkoto sani wa kech, useka o bendera wa toka kagwe, milunye, toitole, astoibul, uketo bendera wa, bendera wa. Baba nashukuru kwa kuwa unanilinda. Niongoze Baba, uniongoze Baba, masikitiko ya dunia Baba, Baba nashukuru kwa kuwa unanilinda. Nikokele bawo zundikokele. Tuna vote in leaders because of their second names. Tulisahau pia Mugama Pinto wa kuhitaji ya second name. Before nizaliwe, corruption iliwa nchi yangu. Kwa harusi, my grandmother alikuwa the kid with flowers but no speech to read. Mr. Politician, a thousand likes that kufanya kwe the leader we like. Sometimes ukufanya kwe the source of something that we need to be led from. Nani upundisha polisi about rights wakati they are never wrong? What is the right side of history? Ama sisi kuwa history when we die? Kuzo wangu usema kukuwa na dread on your head is a sign of freedom. Kama tuwezi grow up in a right way, basi wacha to grow up tukijua what is right anyway. Anyway, my uncle anahitaji kujua if his sons learn to vote right, wanaweza play a bigger part kuliko kukuwa part of family photo album. 5 years ago, sikuhitaji kujua who my mother voted for. Nahitaji mama yangu to vote ni kama her vote change future my nephew. Hakuna special villages ama towns yenye these leaders came from. Our leaders wametoka within us. Our leaders ndio reflection of who we are. So change itakuja when our leaders change. Change itakuja when we change. I have a dream. Siku moja tutavote in leaders na si ati because of where they come from, lakini it is because of where we are going to. Makinika. Kwa majina ni Lon Lloyd kutoka shule hapa hili kidato cha pili. Mchoro wangu huu inaonyesha kwamba warafiki hao wanakuzunguka. Kijana huyu ana huzuni lakini taa yake bado inang'aa na marafiki zake hawezi kumsaidia kwa sababu maisha yake ni ngumu, na licha ya marafiki zake kuwa na pesa, wanakataa kusaidia kijana huyu katika maisha yake. Mchoro wangu unazungumzia kuhusu wanafunzi wetu. Tunafaa tuepushe marafiki zetu wengine ambao hawakusaidii katika maisha. Watakupotosha katika maisha yako
Kwa mfano, kwa masomo itafanya maisha yako endelee vibaya na utafaulu katika maisha yako. Kwa majina ni Lawrence Jamong, na leo hii nimeleta picha nilichochora ya Fanani akisimulia watoto wawili hadithi ngano ya mazimwi. Hadithi hii inaandamana na kilichofanyika nyuma ya kichaka pali Fanani na ameketi. Kitu ilinifanya ni chore hii picha ni upendo wangu wa fasihi, na si fasihi pekee, ni ngano za mazimwi. Zimepitia kizazi kimoja hadi kingine na sasa zimetufikia. Kwa majina ni Ryan Anunda katika kidato cha 3. Katika picha yangu ni kiumbe cha nyumbani. Inadhihirisha uhusiano baina ya binadamu na viumbe za nyumbani. Kuna watu wengine wasiovitunza viumbe zao za nyumbani vizuri, na hivyo basi lazima wazitunze vizuri. Asanteni. Kwa majina naitwa Daudi Aden. Mimi ni wa kidato cha 4, na ukiangalia mchoro huu ni wa kiumbe anaitwa Sonic. Kenye ilinifanya ni chore huu ni kwa sababu nilikuwa napenda kuji express kenye napenda, na mimi napenda huu mchoro. Asanteni. Kwa majina, jina yangu ni James Kipkorir. Picha nimechora hapa leo inadhibitisha mti ambayo mati yake yameanguka chini kwa sababu ya kukosa jua. Sasa sababu yangu kuchora hii mchoro ni kuonyesha mwanafunzi anahitaji njia moja ili afaulu katika maishani. Mpenzi mtazamaji, ukishasikiliza vijana hawa wamekwisha nolewa wakapata na wamekwisha onyesha ubora na vipaji vyao tungali tunavishuhudia. Kumbuke ni sehemu ya kwanza ile ambayo ni vipaji vyako na kipaji changu. Muda usikuwa mrefu mpenzi mtazamaji, nitakuwa nashuka nawe tena na wanafunzi hawa, lakini kumbuka nitakuwa nakutana na wabunge kwenye sehemu ipendao ya bunge la mwanafunzi. Kumbuka baada ya kusikiliza kazi kubwa zaidi kutoka kwa Upper Hill, kumbuka sehemu ya vipaji tumekwisha funga kazi. Muda usikuwa mrefu tukiingia tutakuwa tunalizamia swala zima la bunge la mwanafunzi. Leo watangazia mada gani? Usipime, hii ni Sanaa ya Kiswahili. Palipo na wazee hapaharibiki neno, palipo na wabunge hapaharibiki sheria. Palipo na Upper Hill, elimu kipaumbele. Nipo na wabunge toka Upper Hill, uanze kwa kujitambulisha. Jina lako nani mdogo wangu? Eugene. Asante sana Eugene, mbunge. Majina ni mawili bwana, jina lako na la baba. Eugene nani? Eugene Kuhumi. Asante sana Eugene, huyo kutoka kaunti ya Kiambu. Jina lako nani? Bradley Ochieng. Bradley Ochieng kutoka kaunti ya Kisumu. Jina lako nani mbunge? Tyrus Jedidia. Tyrus kutoka kaunti ya Mombasa. Jina lako nani bwana? Jina langu Thiongo Malcolm. Kutoka kaunti ya Kisii. Wewe jina lako nani bwana? Jina langu Rehan Omondi. Kutoka kaunti ya Migori. Jina lako nani? Jina langu Bremine Kai. Asante sana kutoka kaunti ya Meru. Na hapa ndipo tunajadili hoja kuu sana. Je, talanta inalipa kuliko masomo? Talanta ama kipaji siku zote kina siri yake. Upande wangu kuna shujaa, upande wangu kuna jasiri ambao wanakubali. Hapa shujaa wanapinga. Je, ni kweli kuwa talanta inalipa? Tukianza nawe mbunge, unasemaje? Kadamnasi yenu ni Bremine Kai, huku nikiwa naunga mkono mjadala talanta inalipa kuliko masomo, kwa sababu watu wengi mashuhuri duniani, kwa mfano wanamuziki, wachezaji na wasanii, wamefanikiwa maishani
kujulikana na kupata umaarufu bila elimu ya juu sana. Huu ni kutokana na utafiti mahususi wa kisayansi. Isitoshe, kupitia talanta mtu anaweza kujiajiri, kwa mfano kusakata densi kupitia mitandao ya kijamii, kwa mfano TikTok, tofauti na masomo ambayo mtu anahitaji kupita mtihani. Isitoshe, sio kupita mtihani peke yake, ila unahitaji kujua watu wengi katika taasisi mbalimbali ili uweze kupata kazi, na mara nyingi kazi hiyo mishahara huwa mdogo sana. Isitoshe, talanta mtu hahitaji kulipia karo ili apate kufanikisha maisha yake, tofauti na masomo ambayo mtu anahitaji kulipa karo hiyo, ambayo sana sana inawatenga watu maskini ambayo hawana uwezo wa kulipa hiyo karo. Kwa hiyo nasimama kidete kwamba talanta inalipa kuliko masomo. Ningependa kupinga ndugu yangu Bremin hapa. Talanta hailipi kuliko masomo kwa sababu elimu hujenga msingi wa kukuza talanta, kuwezesha watu kuchagua kazi nyinginezo iwapo talanta haileti kipato. Ningependa kukuuliza, iwapo talanta inalipa, mara nyingi ni kwa muda tu. Unaona? Ni watu wangapi wametegemea talanta mwishowe wakadidimia? Asante. Makofi tumpigie ubingwa. Tata zikishinda hazitatuki na zikitatuka ziongoki. Unasemaje mbunge, unakubaliana naye? Naunga mjadala huu kwa kusema kuwa talanta inalipa kuliko masomo. Kwa kuwa ukiangalia hivi sasa, soko la sasa linahitaji ubunifu na unahitaji ubunifu na ule uvumbuzi wa hali ya juu. Ndio maana katika serikali ya SAI ukiangalia wanaleta mtaala wa CBE kwa kifupi, na kwa kirefu linaitwa Curriculum Based Education, ambayo litawezesha wanafunzi kupata kitu ambacho tunaita kwa lugha ya kimombo linaitwa skills. Hizi skills kwa lugha ya kimombo zitawasaidia hawa wenyewe kupata ajira wenyewe badala ya kusoma alafu baadaye kutegemea serikali ili kupata mapato yao. Ndio maana naunga mjadala huu unaosema talanta inalipa kuliko masomo. Asanteni. Tumpigie kilo za makofi yake jamani. Kauli zake. Lakini kumbuka pale bingwa ananiambia kwamba lazima nimkataze huyu bwana. Unamweleza vipi? Talanta ilipi kuliko masomo. Sababu watu ambao walitengeneza hizo ala za muziki walienda shuleni wakasoma ndio wakajua kutengeneza hizo ala za muziki. Na bado ningependa kumpinga bwana mwenzangu hapa akisema kuhusu CBE. Ningependa kusema CBE pia wako shuleni wanasoma kuhusu hizo skills na zitasaidia maishani. Pigia Teres makofi. Katika bunge hoja zinatetewa katika insha za masuala ya kujadili, zinahitaji pia utetezi. Insha za kiuamilifu ni insha za hoja. Unasemaje mbunge? Nangu nasema kuwa talanta huwapa watu fursa ya kuboresha maisha hata kwa vijana kabla ya kuhitimu elimu. Kwa mfano, wengi wanamfahamu kijana kwa jina Lamine Yamal ambaye ni kijana wa miaka 16 ambaye anachezea klabu cha Barcelona. Huyu ni kijana ambaye anaweza kuboresha maisha yake kwa kuangalia kipato chake. Anapata kipato kingi kulinganisha na ambaye yuko hapa shuleni ana miaka 16 ila hakuna ambacho anaweza kuingiza. Hivyo basi anategemea wavyele wake ukilinganisha na talanta ambapo yule kijana sasa hivi anaweza kujimudu kimaisha. Hivyo basi talanta yasalia kuwa inalipa kuliko masomo. Makofi tumpigie kilo. Inapendeza sana, lakini kumbuka mbunge hapa ananiambia
ulimi unanichachisha. Hebu nizungumze nao, unakataa au unakubali? Talanta bila elimu huwezi jiboresha. Watu husoma ili kusimamia mipango au pesa ya talanta. Na huwezi kwa mfano hiyo mchezaji maarufu sana anajulikana, hiyo Yamin Yamal, lazima akuwe na mawaidha. Na kwa mfano akienda kusakata kananda yake alafu alipwe, atalipwa hela nyingi sana. Hapo akilipwa atajua vile anaweza tumia hiyo hela kujidumu kimaisha. Baada ya kusikiliza hoja kutoka pande zote mbili, nahitaji mzungumzaji mmoja kutoka kila upande kuweza kuafiki iwapo talanta inalipa kuliko masomo. Mmoja kutoka huku, mmoja kutoka huku. Asante Bwana Bomaji kwa kunipa fursa hii kukunja jamvi mjadala talanta inalipa kuliko masomo. Nikisema kuwa talanta inaweza kulipa zaidi kuliko masomo iwapo mtu ana nidhamu, uwezo wa kuboresha talanta yake na uwezo mkubwa utokao kwa watu wenye umaarufu zaidi. Asante. Shukrani sana, mpige makofi ubingwa. Pingie kwake huyu bwana mdogo. Unamalizaje mbunge? Masomo yanaweza kusaidia kukuza talanta na pia kutoa usalama wa maisha ikiwa talanta haitafanikiwa. Mfano, mtu akiumia atashindwa kucheza kandanda, ategemee elimu. Asante. Asante sana mpenzi mtazamaji. Baada ya kusikiliza hoja hizi, mtazamaji wangu, kumbuka ni kauli safi zilizojadiliwa na wanafunzi hawa kuhusu je, talanta inalipa zaidi kuliko masomo. Tutasikiliza kutoka kwa majaji muda sio uko mrefu baada ya Chemsha Bongo. Jina langu ni Mathias Pomanyi, unitazama Sanaa ya Kiswahili. Asante sana Charles Anthony kutoka Kabarak, vile mwalimu anafuatilia vizuri sana kutoka shule ya Kakamega, anasema kazi kuntu zaidi, na St. Peters Mumias kutoka Kwale anasema Shikanda kazi kuntu zaidi. Usiende mbali. Asante sana mtazamaji, hii ni Sanaa ya Kiswahili, sehemu ya Chemsha Bongo, sehemu ya maswali ya papo kwa hapo, ndipo kamba basi ukatajiwe. Naingia katika sehemu ya kujitambulisha. Nianze na mwanafunzi, jina lako? Majina naitwa Daniel Waishari. Asante sana Daniel. Upande huu wa katikati unakuita nani? Jina langu ni Ian Waithaka. Asante sana Ian. Upande huu mwingine? Jina langu ni Tyrus Jeridia. Asante sana Tyrus. Upande wangu wa kushoto kuna bwana mdogo hapa, jina lako? Jina langu ni Rehan Omondi. Asante sana Rehan. Katikati pale kuna mdogo, anacheza nani? Jina langu ni Bremi Nekai. Shukrani zaidi Nekai. Jina langu ni Peter Mpona. Peter Mpona. Amepona sasa. Tuanze kwa swali la kwanza. Eleza matumizi ya kwa katika sentensi hii. Alifungwa kwa kosa la jinai. Kwa imetumikaje? Alifungwa kwa kosa la jinai. Kwa imetumikaje? Kwa imetumika kama kihusishi cha sababu. Kihusishi cha sababu. Makofi tumpigie. Nyinyi ndinyi wanafunzi bora. Kanusha. Nyinyi sinyi wanafunzi bora. Tena? Nyinyi sinyi wanafunzi bora. Jina lako? Peter Mpona. Makofi Mpona kwa kamepona. Haya, sina mbuzi. Eleza maana mbili inayojitokeza katika sentensi hii. Tumpe mikrofoni. Tyrus, unaweza ama ni yule bwana? Sina kifaa cha kukunia nazi. Sina kifaa cha kukunia nazi. Maana ya pili? Sina mnyama wa kufugwa. Hana mnyama wa kufuga kwa misingi ya mbuzi wa kufugwa mnyama, sio? Tupige makofi bingwa. Eleza majukumu mawili ya sentensi hii. Ondoka hapa na nikikupata tena nitakushtaki. Manake ni na kuamuru utoke hapa
na pia na kukanya usirudi hapa tena. Kumaanisha ya kwanza inatoa amri, sio? Ndiyo. Na ya pili na kuonya. Onyo. Makofi mpigie. Haya. Chukua mikrofoni yako. Taja ngeli ya nomino. Hukumu. Easy. Tunga sentensi. Hukumu ilitolewa na hakimu. Hukumu zilitolewa na mahakimu. Makofi mpigie bwana mdogo hatari. Hey! Bainisha shamirisho katika sentensi ifuatayo. Nyinyi mtapandiwa mbegu kwa jembe la mtwana huyu. Nyinyi mtapandiwa mbegu kwa jembe la mtwana huyu. Mpona. Nyinyi. Kitondo. Mbegu. Kipuzu. Nani kama mpona? Na jembe. Kitumizi ya maala. Aise, nani kama mpona? Amepona tena, makofi. Haya. Swali la mapisi. Katika maisha umeshuhudia nyimbo zimeimbwa sana. Naomba uniimbie wimbo wa taifa, sehemu ya 3, ukipenda aya ya 3, kukamilisha wimbo huo kwa Kiswahili. Na tujenge taifa letu, ndio wajibu wetu. Kenya istahili heshima, tuungane mikono pamoja kazini, kila siku tuwe na shukrani. Ameokoa sana, makofi mpigie. Baada ya kusikiliza sauti zao na busara, hakika mpenzi mtazamaji, unaitazama Sanaa ya Kiswahili. Hapa ni sehemu ambapo kipaji na talanta inalipa, na kila mmoja, hakuna mkamilifu isipokuwa Mwenyezi Mungu. Hapa huwa ni ghafla tu. Twende kwao. Majaji, tusikilize wanasema namna gani baada ya kusikiliza sauti za wanafunzi hawa. Nashukuru sana Mathias Momanyi katika awamu hiyo ya bunge la wanafunzi na Chemsha Bongo, ambapo wanafunzi wameshiriki kuwepo na makundi mawili, Jasiri na Shujaa, ambapo hakika walijadili, wakaelewa swali kwamba ilikuwa ni swali la mjadala, na wakaweza kujadili vizuri na kubadua hoja, kwa sababu wapata kwamba walielewa swali, ambapo wauliza swali hasa mjadala. Swali la mjadala lilikuwa ni talanta inalipa kuliko masomo, ambapo Jasiri waliunga na Shujaa na wakapinga. Ama usema kila mwangoma uvutia kwake. Walibabadua hoja waliounga, wakasema mapato ya haraka hasa ubainika kupitia masuala haya ya talanta, hususan mtu akiwa katika umri mdogo huweza kupata hela nyingi. Na kuna mwanafunzi mmoja ambaye alizungumzia kuhusu mchezaji Yamal ambaye ni wa Hispania. Alafu vile vile wakasema hasa ni talanta humfanya mtu kuweza kupata umaarufu wa kimataifa. Wakatolea mfano kama Ronaldo, Messi na vile vile kuna Beyonce na R. Kelly miongoni mwa wengine. Pia hutoa fursa nyingi za kimaisha. Mfano una mtu ama kampuni wapata kwamba hasa umsaka na kumpa ufadhili wa hali ya juu. Kwamba kampuni kama Nike na kama Adidas, na tumeona baadhi ya wanamichezo kama Kipchoge na Faith Kipyegon wakipata. Vile vile hutoa fursa ya kujiajiri, na pata kwamba mtu anaweza akaanza studio yake hususan wanamuziki, na wapata kwamba katika studio hizo vile vile wakafanya namna gani, wakawaajiri hasa walio na talanta wengine. Katika waliopinga wakasema kwamba kuna masomo wapata kwamba huchangia pakubwa, hususan ni msingi wa kudumu. Wapata kwamba masomo mtu anaweza kupoteza talanta, lakini wapata kwamba masomo hujiendeleza kimaisha, na kwamba upata riziki kwa muda mrefu.
Kwa mfano wapata kwamba Komba anaweza kuwa kocha wa raga, lakini baadaye akaweza kuendelea kwa sababu kupata kipaji kupitia nini? Elimu yake. Pia vile hufungua njia nyingi za ajira rasmi na zisizokuwa rasmi. Vile vile hutoa maisha uendelevu, kwamba talanta huwa ni ya muda mfupi, lakini elimu huwa ni ya muda mrefu. Vile vile kuna wachezaji maarufu ambao ni maskini wehahe, kisa na maana walikosa elimu ambapo iliwawezesha katika harakati za nini? Za kupata kuweza kuegeza hela zao kwa njia inayostahiki. Ndapata madamu ataweza kuangazia sehemu ya chamsha bongo, yani sehemu ya sarufi, lakini wanafunzi wamejaribu sana katika kitengo hicho cha bunge la mwanafunzi. Bingwa ndawatunuku yani 76%, alama ya A. Nashukuru bingwa. Alama ya A. Makofi sana kwao. Tusikilize jaji wetu Bi Philomena anasemaje. Ningependa kutoa maoni kuhusiana na chemsha mbogo. Tumekuwa na makundi mawili katika chemsha mbogo, ambapo kuna kundi A upande wa kulia wa mratibu, kundi B katika upande wa kushoto wa mratibu. Kundi A limepata alama 3 ikiwa kila hoja ina alama 20, wakapata alama hoja 3. Kwa hiyo wamezoa alama 20. Kundi B kwa upande wa kushoto wa mratibu wamepata ama wamejibu kwa usahihi hoja 4, ikiwa kwamba kila hoja ina alama 20, wakazoa alama 80. Kwa hiyo kundi B wakaibuka washindi katika sehemu ya chemsha bongo. Asante. Makofi tuwapigie jamaa. Kila mwanamwema ulipomema, na kila unapopanda pantosha unavuna pankwisha. Ni kazi kuntu kutoka kwa wanafunzi. Mpenzi mtazamaji, ikiwa unaifuatilia sanaa ya Kiswahili, asante kwa wote. Alex Bosire kutoka Kabarak anasema kutoka Alliance High, anasema anafuatilia kazi kubwa zaidi. Alafu anasema kwamba kazi ni nzuri zaidi kutoka shule ya Friends School Kamusinga. Mwalimu anasema kazi nzuri zaidi, na mwalimu kutoka shule ya Kisi School, bila kumsahau mwalimu Otieno kutoka Kenya High anasema kazi safi zaidi na maridadi. Tukirudi tutakuwa tunazamia swala jingine la uchambuzi wa vitabu na vile vile kuzamia swala la fasihi kwa undani. Unaitazama sehemu yako ipendayo, sanaa ya Kiswahili. Usiondoke. Watoto wa mama ntilie. Watoto hawa wa mama ntilie, ambaye ni mmoja kwa maelfu ya watu wengi wanaoishi katika mji na miji ya vitongoji mbalimbali nchini, ni miongoni mwa kina mama ambao wamebeba mzigo mkubwa uliosahaulika na jamii na kulea na kuandaa taifa la kesho. Lakini mama ntilie huyu yuko taabani kwa kila hali. Watoto wake wamefukuzwa shule na kuingia mitaani. Huko wanakaribishwa na jeshi la ombaomba, kuna chokoa, wavuta bangi na wabuigia unga na vibaka. Mwandishi Profesa Emmanuel Mbogo ni msomi ambaye siku zote kalamu yake uelekezwa katika kuasa na kuonya pale jamii inapojisahau na kupotoka. Mwandishi amezamia hili akiwa katika vyuo vikuu kule nchini Tanzania, Rwanda, na sasa anatusimulia kwa kina katika bustani ya Edeni, Ngoma na Wanamalundi. Soma upate siri, uweze kugundua kilichomo katika kazi hii. Tunakukaribisha kwenye sanaa ya Kiswahili, wewe mchapishaji, nawe mdhamini, upate nguvu ya mauzo yako. Kumbuka hii ni KBC Channel 1, sanaa ya Kiswahili, uchambuzi wa vitabu. Asante sana mtazamaji. Kumbuka hii ni sanaa ya Kiswahili, sehemu ya uchambuzi wa vitabu, na sasa tunalizamia swala la fasihi. Hapa ndipo tunasikiliza namna walivyozamia swala la nguu za jadi, bembea ya maisha na mapambazuko ya machweo. Kabla ya hapo, tunaanza kwa kujitambulisha. Jina lako nani, mdogo wangu? Naam, kwa majina naitwa Dennis Odhiambo katika kidato cha 4. Asante sana Deno. Jina lako nani, mdogo wangu? Asante sana, kwa majina ni Paul Omondi kutoka kidato cha 4. Asante sana Omondi. Jina lako? Asante sana, kwa majina naitwa Lucky Kiprotich. Lucky Kiprotich. Upande wangu wa kushoto
Wapo simba, hawanichui. Simba, jitambulishe jina lako. Jina langu ni Thiongo Malcolm. Jina lako ni Ngombo Edison Dede. Asante sana Mbogo. Jina langu ni Daniel Waishari. Barabara kabisa. Tunaenda moja kwa moja katika maswali. Na swali la kwanza, tunaanza na swali la dondoo. Dondoo lasema hivi: samahani, nina shida kidogo, ninaomba usaidizi. Sikuwa nikilipa ushuru katika biashara zangu, sasa wanataka kuzifunga na kunipeleka kotini. Eleza muktadha wa dondoo hili. Maneno haya ni ya Chifu Mshabaha, anamsemea Mangwasha. Hapa ni ambapo alipokwenda kumwomba usaidizi baada ya kupigwa kalamu kwa kutokana na ambapo serikali yataka kumpeleka kotini kwa kosa la kutolipa ushuru. Makofi tumpigie. Bainisha toni katika dondoo hili. Bainisha toni katika dondoo hili. Samahani, nina shida kidogo, ninaomba usaidizi. Sikuwa nikilipa ushuru katika biashara zangu, sasa wanataka kuzifunga na kunipeleka kotini. Toni hii ni toni ya masikitiko. Tunaona kuwa Chifu Mshabaha anasema asaidiwe kwa kuwa anataka kupelekwa kotini. Naam. Asante sana. Endeleza chochote. Msemaji wa maneno haya na wengine ni adui wa wananchi wa Matuo. Eleza ukweli wa kauli hii. Chifu Mshabaha ni mkabila kwa kuwa anawaajiri tu wakule peke yake. Utaona kwamba alimfuta Mangwasha kazi na kumweka Mkule katika ofisi yake. Safi sana. Msaidie bwana mdogo. Nanzia ni msaliti kwa kuwa alimsaliti mumewe Mtemi Lesulia na kuenda kufanya mapenzi na Sagilu na Mhindi. Usa kidogo. Chifu Mshabaha ni mkatili kwa kuwa anapanga njama ya kuwahangaisha Waketwa. Barabara kabisa. Tuelekee katika bembea ya maisha. Tamthilia. Ungeponyoka kama maji kwenye viganja, ningekosa ufundi wa kuziba mianya. Dondoo hili lipambanue. Tumpatie yule bwana mdogo, tuanze naye. Msemaji wa maneno haya ni Kiwa. Endelea. Anamwambia mamake anayeitwa Dina mahali ni nyumbani kwao. Msemaji ni Kiwa, anazungumza na nani? Anazungumza na Dina. Anazungumza na Dina. Wako wapi? Wako nyumbani kwao. Wanajadili nini? Wanajadili kwa maana wanajadili kisa cha akina Neema, kwa kuwa Kiwa anasema siku hizi ni kimo haitajiki bali ni akili ndio inahitajika. Swali jingine. Mapambazuko ya machweo. Iwapo penzi hili litatia doa, basi nirudishie mfuko huu kama ishara ya kulitupa penzi langu, kama jongoo na mti wake. Eleza dondoo hili katika kuliweka katika muktadha wake. Bwana mdogo. Maneno haya ni ya Suluhu akimwambia Abigail. Hapa ni pale alipokuwa amempatia Abigail mkoba na kumwambia kama penzi litavunjika basi amrudishie mkoba huo kama ishara ya kutupa jongoo na mti wake. Mbinu zipi zimetumika katika dondoo hilo? Mbinu zipi
Fafanua mbinu mbili ambazo zimetumika katika dondo hili. Nilirudie dondo? Naam. Iwapo penzi hili litatia doa, basi nirudishie mfuko huu kama ishara ya kulitupa penzi langu kama jongoo na mti wake. Tashbih. Tashbih. Thibitisha. Kulirusha penzi langu kama jongoo na mti wake. Kama jongoo na mti wake. Kuna matumizi ya semi. Semi. Penzi hili kulitia doa. Tia doa. Asante sana. Makofi tumpigie. Sifa za msemewa ambaye ni Dina. Sifa zake ni zipi? Dina, sifa za Dina. Katika Bembea ya Maisha pale na kurejesha pale nyuma, uniambie sifa za msemewa Dina katika swala la tamthilia ya Bembea ya Maisha. Dina ni mwenye utu kwa kuwa tumuona anamsaidia Neema katika mapishi. Pia ni mwenye bidii kwa kuwa tuona anang'ang'ana ili kukimu ile familia yake. Naweza sema Dina ni mwajibikaji kwa kuwa anawajibika kwenda kumsaidia Sara kupika wakati ambapo alikuwa mgonjwa, kumpikia mumewe Yona. Barabara kabisa. Nini ukaraguni na nini kikwamba? Ukaraguni ni nini na kikwamba ni kitu gani? Ukaraguni katika ushairi ni nini na kikwamba ni nini? Aina za mashairi. Ukaraguni. Ukitaka kupata siri, kinyume cha ukara. Yaani ukipata ukara, umepata ukaraguni. Ukaraguni ni nini? Ukaraguni ni shairi ambalo vina vya nje na vina vya kati na vya mwisho hufanana kutoka ubeti wa kwanza hadi wa mwisho. Kikwamba? Vina vya kati na vya mwisho. Umechanganya. Bi Philomena atakwambia hapo siri. Unajua maana ya mwandamizi? Ni kipande cha tatu katika mshororo. Sadakta, mpige makofi. Cha kwanza kinaitwaje? Waambie cha kwanza. Cha kwanza ni ukwapi. Ukwapi, cha pili? Utao. Utao. Kisha mwandamizi, sio? Unaitwa nani? Naitwa Daniel. Kidato cha ngapi? Kidato cha 4. Mwalimu wako? Mwalimu wangu ni Biokari. Mpige makofi bingwa. Baada ya kusikiliza raha ya mabwana hawa, wanapendeza sana, wamezama, wamepiga mbizi hapa na pale, wameweza kugonga ndipo na kuonyesha fika kuwa wamekubuhu. Tusikilize sauti za majaji ili angalau tuweze kuona anawatathmini namna gani. Ila kwangu wamezidisha matarajio. Tuanze na dada Philomena. Asante sana, kipindi cha fasihi kimependeza kweli kweli. Tumekuwa na makundi mawili, upande wa chui na ule wa simba. Kila hoja ikiwa na alama 20. Simba wamejibu kwa usahihi hoja 7, wakazoa alama 70. Nao chui wamejibu kwa usahihi hoja 3, wakaibua hoja 30. Kwa hayo, fasihi ni kioo cha jamii. Tuienzi fasihi. Asante. Asante sana. Tumpige makofi jaji. Kiswahili oe. Kiswahili oe. Kiswahili oe. Hapa hili oe. Tusikilize sauti ya mzee wa kazi, Mwalimu Kombo, mzee wa rugby. Safi, na shukuru sana Mathias Mumanyi katika awamu hii ya fasihi, ambapo umewapeleka wanafunzi katika vitengo mbalimbali, yani kwenye riwaya Nguza Jadi, tamthilia ya Bembea, alafu kuna hadithi fupi ya Mpazuka ya Macheo na kitengo cha ushairi. Swali la kwanza ambalo wanafunzi hao Mwalimu Mkuu Morris Okumu akishirikiana na Bwana Sifuna wapata kwamba wamejaribu sana. Swali la Nguza Jadi lilikuwa samahani, si kuwa nalipa ushuru. Hakika aliyesema na haya hakuwa ni mwingine bali alikuwa ni Chief Mshabaha, na alikuwa anamsihi Mangwasha aweze kumwauni, na wapata kwamba alikuwa amemtembelea. Hasa nini kilichokuwa kimejiri hapa? Ni wapata kwamba Lonare alikuwa ametoa uongozi kutoka kwa Chief Mtemi Lesulia, na hapo wapata kwamba kulikuwa na masuala mengi ambayo mabadiliko ya uongozi ambayo yalikuwa yanajiri katika nchi hii ya Matuo.
katika uongozi wa Mtemi Lesulia hawakuwa wanalipa ushuru. Sasa mambo yalikuwa yamebadilika, na hivyo Chief Mshabaha alikuwa amefikiwa, japo vile vile alikuwa ameng'olewa madarakani. Sifa nyingine ambayo inajiri kwa mhusika huyu Chief Mangwasha ni mtiifu. Kisa na maana wapata kwamba aliweza kutekeleza yote aliyokuwa akielekezwa na huyu Chief kumradhi na Mtemi Lesulia. Huyu Chief Mshabaha alitekeleza, kwa hivyo alikuwa ni mtiifu. Katika kitengo cha ushairi natumai watachipiga msasa vijana hawa, kwa sababu wapata kwamba kuna bahari za mashairi uliweza kuwauliza tofauti baina ya ukara na ukaraguni. Ukara kuna mtiriko wa vina vya nje au vya ndani kutoka mwanzo hadi mwisho, lakini ukaraguni vinabadilika kutoka ubedi mmoja hadi mwingine. Alafu katika kikwamba kwa neno moja inayorudiwa katika kila beti. Bingo wanafunzi wamejaribu, kati ya 100 ndio watunuku ba chanya, yani 70%. Nashukuru bingo. B+, makofi kwao. Hakika wanazidi kutesa, wanazidi kufanya bora, na tena kweli kuwa ni mahiri. Hawa tunazungumzia ni Upper Hill, wanaendelea kupongezwa na wanafunzi wengi tu. Asante sana na Kuruhai, wanawakubali sana. Kiambu pia wanasema wanafunzi hawa ni wakali jamaa, wape salamu zetu. Mangu High School pia wanakubali kwamba hapa ndipo ngoma inaposakatwa sawa sawa. Kumbuka unazidi kushuhudia sehemu yako ya sanaa ya Kiswahili. Muda usio mrefu mpenzi mtazamaji, nitakuwa narejea tena kwenye sehemu ya densi. Tupige densi kidogo, tuone namna wanavyotikisa viuno kichikichi, namna wanavyojaribu kufanya mambo kuwa mazuri kwenye 360. Je, watazunguka? Aya, usicheze mbali. Toka Kitale mpaka Mbale wanakubali. Kumbuka ni kali zaidi. Kumbuka nazungumzia Upper Hill, sema ambapo tunaonesha kipaji namna gani jamaa wanaifanya kubwa zaidi. Kumbuka kutoka Laser Hill mpaka Upper Hill, hapa ni moto kama pasi. Jamaa wapo tayari zaidi kuonesha ubora wao. Hapa ndipo wananiambia jamaa, twende kushoto, twende kulia, katikati tunaipiga kama ilivyo. Tunaikubali bila tafadhali, na wapa kibali. Sadakta mtazamaji, imependeza sana toka upande wa kusoma pale maeneo ya Musoma mpaka sehemu za Garissa mpaka Mombasa. Imependeza sana. Nazungumzia Upper Hill, wamefanya kazi kubwa zaidi, ukipenda ni kazi kuntu, ambaye imelisha talanta na kuonesha kuwa riziki ipo katika viganja vyao, riziki ipo katika vikundi vyao. La hivyo basi hapa tumefika si mwisho, bali ni mwanzo na wanza mwisho cha mbilecho Profesa Said Ahmed Mohamed. Kwanza kabisa nasema shukrani jazila kwa mpenzi mtazamaji na wote ambao wamekwisha fuatilia kipindi cha sanaa ya Kiswahili, na wote ambao wanaendelea kututumia kauli na ujumbe wao. Nasema asante sana. Kwake Mwenyezi Mungu tusema shukrani jazila kwa kuweza kutimiza hili. Niseme ni asante sana katika management ya shule ya Upper Hill, nikianza na mwalimu mkuu Morris Okumu. Asante sana kwa kazi kuntu zaidi, ametupokea nasi tumepokelewa vizuri sana. Upande ule mwingine namshukuru sana Bijedi Chumo ambaye ni naibu mwalimu mkuu. Kazi kuntu, nasema mapokezi haya hayana kifani wala mfano. Alafu siwezi kumsahau Binyongesa ambaye ni mkuu wa idara, Bifilomena, bila kumsahau bwana na bingwa mkali zaidi bwana Timothy ambaye amehakikisha kwamba kikosi hiki kinapata nguvu mpya, ari mpya na kuweza kuchimba kisha wakati fua na kupata hili. Kwa niaba ya maproducer wote, asante sana ndugu Fadhili Athmani, Judy na Mugure ambao wamehakikisha kwamba kazi hii unaipata mbashara, na bila shaka kuhakikisha kwamba matangazo haya yanakujia kutoka hapa KBC Radio Taifa na kwa ushirikiano na wanasanaa wote. Kumbuka hapa nasema ni asante zaidi na shukrani jazila. Jina langu ni mtu kwao Mathias Momanyi, nasema bingo. Heshima na simama, kujificha sikubali, nitamke hima hima, mambo yalo ya kweli.
bayana neno nasema tutukuze Kiswahili.